بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا
انفروا في سبيل الله انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. Anaita Mwenyezi Mungu waja walioamini imani iliyo kamili. Kwa waja walioamini imani kamili kwa ajili ya kufadhilishwa kwa jina la uaminifu, kwa ajili ya kutukuzwa kwa jina la uaminifu, wamekuwa ni wepesi wa kujibisha wito wake Mwenyezi Mungu, wa kujibisha anayoyataka Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu anawaita waja walioamini imani kamili, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, ma lakum, muna nini? Ma, kitu gani? Lakum, nayo nyinyi, au ma lakum, mbona nyinyi? Idha qila lakum, ikisemwa kwenu, infiru fi sabilillah, tukeni katika njia ya Mwenyezi Mungu mkapigane jihadi, ittaqantum, munajitia uzito, ittaqaltum, munajitia uzito au mnajiakhirisha nyuma, ila al-ardhi, katika ardhi. Mbona nyinyi mkiambiwa tokeni mkapigane jihadi munajiakhirisha nyuma kwa kujitia uzito katika hiyo ardhi? Kinachowafanya kuwa hivyo ni nini? Kinachowafanya mjitie uzito, kinachowafanya mjiakhirishe, msiende kule mnakoitwa kwenda kupigana jihadi ni kitu gani? Kitu chenyewe kimefanywaje? Kimefichika. Kitu chenyewe kimefanyaje Sulemani? Ndio inaulizwa, kilichowafanya nyinyi mkaambiwa mtoke mkapigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, mnajitia uzito na kujiakhirisha nyuma katika ardhi, ni kitu gani hicho kilichowafanya kuwa namna hiyo? Sawa, kitu gani hicho? Araditum bil hayati dunya, je, mmeridhia na huu uhai wa dunia ndio imefanya mkarudi nyuma, mtaki kwenda katika jihadi? Min al-akhirah, kuliko uhai wa akhira mkuiridhia kwa? Mmeridhia kwa uhai wa dunia kuliko uhai wa akhira? Ikiwa ndio wazo lenu hilo, ikiwa ndio fikira yenu hivyo, ikiwa mnavyopendelea hivyo, basi jueni, fama matau al-hayati dunya fil akhirah illa qalil. Fama matau al-hayati dunya, uhai wa dunia si chochote katika akhira, illa qalil, ila ni muda mchache. Ila qalil, ila ni muda nini? Mchache. Ila ni muda mchache. Asmakum Rabbana, jina dena salami iman kamil ukalimtu ya ayyuhalladhina amanu, yaitukum ana salami iman kamil. وربنا ندينا سلام إيمان كامل ما اسمه تأمين دليل، بس أنا سلام إيمان كامل من يكفي فين في جريف أمر الله. أبدالا أنا سلام إيمان كامل من يسنو من يكفي فين في جريف أمر الله. لكن سلام إيمان كامل منتقلين في سوق أمر تعالى. سواء أبدالا يا رب إيتكم أنا سلام إيمان كامل ما لكم شنو في ميتكم إذا قيل لكم كان كلمة ليتكم انفروا في سبيل الله
talakum tukurudishwa jihad fisika tarabuna nkendikum talakum jihad fisika tarabuna ithaqaltum tukum gakhiritakum wala tukum kutubugitakum tegil ithaqaltum tukum gakhiritakum wala tukum kutubugitakum tegil sunu ya kankeletakum tarabuna tarabana fijika tarabana fi jihad tukum gakhir wala tukum kutubugitakum tegil sunu yangisaitakum ajar gisaitakum de ajade madusu magibenu sunuo ya tarabana tukana zuri ajar kutum tegilu mon wara de sunu abdala sawa malakum sunu gisaitakum idha qila lakum unfiru kankeletakum tala fi sabilillah tukum dusu bi jihad tarabuna ithaqaltu min al-ard tum tegilitakum rasajiditakum ma tukum fuku jere kwamtukum ala ditum bil hayati dunya تي تكون رديان ما حياة الدنيا من الآخرة فوتو هاي تآخرة يعني تكون موسو ما حياة الدنيا فوتو هاي تآخرة يعني تكون فرحانين ما حياة الدنيا فوتو هاي تآخرة ها كان يتكون موسو ما حياة الدنيا فوتو آخرة تكون خسرانين كان يتكون فرحانين ما حياة الدنيا فوتو آخرة تكون من دي ننقصانين سبب ذلك نعم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة حياة تدرني لما حاجة كان كيسوما هاي الآخرة إلا قليل إذا حياة تدرني للسيئة حياة تدرني للسيئة هاي كل اللي 90 سنة أو ماما ولت 100 سنة إيشي تبقى لك حتى كل اللي تقول تسيرين نو إيشي في الدنيا ده سنة 1330 وكم 30 لنو وهاي نار تاني أتتاسو كل ليتا كم يتين ها يا ربنا هاي تدرجوا دي كانت بي جيسو متاخرة سكار أتسأل دي ليتا 2000 سنة تبروها تبواسة تبي كبر لما يا سليمان ما لكم منامين nini idha kana lakum mfiru fi sabilillah mkaambiwa tokeni mkapigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu ithaqaltum munajitia uzito kukujiafirisha nyuma ila ardhi katika yaro araditum bil hayati dunya je mnaridhia kwa hiyo uhai wa dunia min al akhirah kuliko uhai wa akhirah yani mnapendezwa na huyu uhai wa dunia kuliko uhai wa akhirah mnaufurahia huyu uhai wa dunia kuliko uhai wa akhirah fama mata'u al hayati dunya fil akhirati illa qalil uhai huu wa dunia si chochote ukilinganisha na haya akhira isipokuwa ni chache. Yani uhai wa dunia ni chache kuliko uhai wa nini? Wa akhira. Ndio Mwenyezi Mungu anasema katika aya ile nini? Wal akhiratu khairun wa abqa. Ha? Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ni watu, ni wanadamu tu'thiruna al-hayata dunya mnaufadhilisha uhai wa dunia mnaupenda uhai wa dunia wal akhiratu na uhai wa akhira khairun ni bora kuliko dunia wa abqa linasalia kuliko dunia. Uhai wa akhira ni bora na unabakia na uhai wa dunia si bora na haibaki. Sasa unapenda gani? Pesa itakayodumu kwako daima milele au ile utakayotumia miaka 100 imalizike ndio unapenda? Itakayodumu kwangu daima milele. Ndio Mwenyezi Mungu anakuambia uhai wa dunia kama matao la hayati dunia haukuwa ustarehe ya hii dunia katika ukilinganisha na akhira ila khalili ile ustarehe ya dunia ni chache. Illa tanfiru yu'adhibukum adhaban alima. Enyi watu waumini, illa tanfiru, msipotoka yu'adhibukum, atawadhibu Mwenyezi Mungu adhaban alima, adhabu iumizayo. Atawadhibu adhabu gani? Adhabu inayoumiza. Adhabu iumizayo, adhabu inayoumiza. Wayastabdil qauman ghayrakum, atawadhibu adhabu inayoumiza kisha atabadilisha
nyinyi na watu wengine wasiokuwa nyinyi. Ataleta generation nyingine Selemani. Mkiwa wakorofi zaidi, kuweni wakorofi, hamtaishi. Tutaleta watu wengine watakuwa badili yenu tena, thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa kama nyinyi. Kuweni namna mnavyotaka kuwa, mtaondoka, mtaacha hiyo dunia. Na mkiondoka mkaacha hiyo dunia, tutawabadilisha. Naleta watu wengine ambao hawatakuwa kama nyinyi. Epo wale wakafiri waliokuweko katika zama Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu leo amelete waumini si kama wale. Istabdala qauman ghayrahum, Mwenyezi alibadilisha watu wengine katika Waislamu hii wasiokuwa wale. Sawa? Naam, sawa. Wasiokuwa wale. Ona wale makafiri wa Sayyidina Musa sema nini? Musa, wacha maneno yako. Muite Mwenyezi Mungu, arina Allaha jahratan. Mlete Mwenyezi Mungu, tutaka kumwona macho kwa macho. Wacha kutuambia Mwenyezi Mungu yuko anataka na hatumuoni. Wacha maneno yake. Ukafiri huko sana. Hakuna, lakini hawako, mmalizika. Na Mwenyezi Mungu asema, mkikataa kutoka katika kuitetea dini ya Islamu, mkikataa kutoka kwenda kuipigania dini ya Islamu, mkikataa kufanya jihadi katika dini ya Islamu, yastabdil qauman ghayrakum, Mwenyezi Mungu atawabadilisha na watu wengine wasiokuwa nyinyi, tena hawatakuwa mfano wenu. Wala tadurruhu shay'an, anasema Mwenyezi Mungu, nyinyi hamwezi kumdhuru Mwenyezi Mungu kwa kitu chochote, kwa kujiakhirisha kwenda nyuma na kutopigania dini ya Mwenyezi Mungu na kutojitetea dini ya Mwenyezi Mungu na kujitia uzito kwa kutofuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Hamtamdhuru Mwenyezi Mungu kwa kitu chochote. Wallahu ala kulli shay'in qadir, kaeni mkijua yeye Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Yeye ni nani? Yeye ni mweza. Yeye Mwenyezi Mungu ala kulli shay'in, juu ya kila kitu yeye ni mweza. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idha akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Tazama maneno Mwenyezi Mungu anasema nini? Anasema Mwenyezi Mungu, idha tansuruhu, mkiwa nyinyi hamtamsaidia mtume leo, mkiwa nyinyi hamtamsaidia Mwenyezi mtume sasa, Selemani, idha tansuruhu, msipomsaidia mtume sasa, faqad nasarahu Allah, akabila shaka kaeni mjue kwa Mwenyezi Mungu alikwisha kumsaidia. Hamoni hayo? Ikiwa sasa mmekataa hamtamsaidia mtume, basi kaeni mkijua Mwenyezi Mungu ashamsaidia tokea kwa kitabu. Na kule kusaidiwa, alipotoka Maka wataka kumuua, akatoka usiku kwenda kwa Abubakar na watu wamezunguka nyumba. Waislamu walikuweko? Hawako. Waislamu walikuweko? Hawakuweko. Na alitoka pale kwa nini? Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu alipita mahali pale. Ndio sema msipomsaidia wakati ujao, jueni huko wakati uliopita alipokuwa kutoka Maka alisaidiwa na nani? Faqad nasarahu Allah, Mwenyezi Mungu alimsaidia na nyinyi hamko. Msione kuwa sasa ndio mwambie wasaidieni mtume mkafura kichwa mkasema sisi ndio wasaidizi wetu. Hapana,
ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa peke yake, sawa, alipokuwa prime number, prime unit, alisaidiwa na nani? Mwenyezi Mungu. Hana mgongo, hana Muislamu mwingine na yeye. Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa akimsaidia. Sasa msipomsaidia sasa, ndio wakati ule nyuma alisaidiwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Ndio maneno, wakati ule nyuma alisaidiwa na Mwenyezi Mungu. Wakana salama. Na ukitaka kujua mengi juu ya hayo alisaidiwa na Mwenyezi Mungu, kumbuka pindi akhrajahu alladhina kafaru, walipomtoa waja walio kufuru walompinga Mwenyezi Mungu kwa kumtia msukosuko mpaka katoka. Thani ya thelathini, alikuwa ya Mtume ni wa pili katika wawili, idhuma fil ghar, pindi walipokuwa katika pango la jabali, na lile jabali Mtume alikuwa yeye ni wa pili miongoni mwa wawili waliokuwemo katika nini lile pango ya Jabal Thawr. Mtume alikuwa katika ile pango, yeye na nani? Yeye na Abubakar. Kwa kuwa alipotoka kwake alipitia kwa Abubakar. Ndio Abubakar na ugura mji, Abubakar na utoka mji, nenda zangu, natoka nimeamrishwa na Mwenyezi Mungu. Abubakar akamwambia nini? Ya Rasulullah, asubata, ya Rasulullah, asubata, je, nisubiane na wewe, nishirikiane na wewe, niende na wewe katika hiyo safari ya Rasulullah? Tumekamua mzigo zake, naam, atende. Kule kwa kalitoka yeye peke yake, alipofika kwa Abubakar hapo, ndio Abubakar akamuomba tufuatane ya Rasulullah. Naam, twende. Sawa, basi ndio unaambia, kumbuka pindi akhrajahu, pindi walipomtoa alladhina kafaru, wale watu makafiri walipomtoa, hali ya kuwa thani ya thnain, yalikuwa wa pili katika wawili, fil ghari, katika pango, yani Abubakar ni yeye. Idh yaqulu lisame, kumbuka pindi alipokuwa akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia huyu mwenzake sahibu wake Abubakar, alimwambia nini? La tahzan, usihuzunike ya Abubakar, inna Allaha maana, kabla shaka Mwenyezi Mungu yu pamoja na sisi. Inna Allaha maana, Mwenyezi Mungu yu pamoja na sisi. Na ndio alimwambia Abubakar, ma ba'duka bithnaini Allahu thalithuhuma, ma ba'duka bithnaini Allahu thalithuhuma, ma ba'duka bithnaini Allahu thalithuhuma. Ewe Abubakar, nini fikra yako, nini hali yako na kwa wawili ambao Mwenyezi Mungu ndio watatu wao, wawili ambao Mwenyezi Mungu ni watatu wao, ya mzunguko na wao, nini hali yako juu ya hao watu? Hao wako katika hifadhi kubwa. Sasa hao watu wako katika nini? Hifadhi kubwa. Ndio Mtume alisongwa Maka mpaka kagura mji, na ndiyo inasemwa waiha qaumen jafau nabiyyan bi ardan alifatuhu dibabuha wa ndibau wasalauhu wa hannadidun ilayhi wa qalahu wa wandahu al-ghurabau akhrajuhu minha wa awahu gharun wa hamatuhu hamamatun warqau wa kafatuhu binasjiha ankabutu ma kafatuhu hamamatul hasdan فاختفى منهما على قرب مرآه ومن شدة الدهور الخفاء. إلى سماء ويها قوم جفوا نبيا بأرض وانغمف قوم ومد جفوا نبيا بأرض
walimbughudhi mtume katika ardhi salawatullahi alaihi wasallam, walimbughudhi mtume katika ardhi. alifatuhu dibabuha wadibab, makenge na mapaa ya huo mji wote walikuwa wamemzuia mtume salawatullahi alaihi wasallam. Alitoka mtume alipogura mji, wasalamuhu wa hanna jidhun ilayhi, wasalamu na wamemgura, wamemachilia mbali. Wahanna jidhun ilayhi, na gogo lile lililokuwa akilipandia kuitolea khutba ilikuwa kiguna kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam kumaacha. Wakhalauhu wa waddahu al-ghuraba, na hao watu wa Maka wamembughudhu. Wawaddahu al-ghuraba, na wageni ndio walimpenda. Wageni wa wapi? Wa Madina ndio waliompenda, lakini watu wa kwao Maka hawakuwa na mapenzi naye. Akagura mji, akhrajuhu minha wa awahu gharu, hao makafiri walimtoa kutoka katika huo mji wa Maka. Wa awahu gharu, na ilimkaribisha, ilimweka ilo pango alilokuwemo ndani yake. Na isitoshe, wahamatuhu hamamatun warqa, wahamatuhu, na ilimlinda, ilihifadhi njiwa mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi. Njiwa moja nyeupe, rangi nyeusi na nyeupe, ilikuja ikatengeza nyumba pale na ikataka katika mwango lile pango. Wakafatuhu binasjiha ankabutun, naye buibui akaja kafatuhu, amekuja kumkinga mtume salawatullahi alaihi wasallam na hao maadui. Alimkinga mtume na nini? Na nyuzi zake, alifuma nyuzi katika mwango lile pango. Njiwa walitaka mayai katika mahala pale, na buibui naye alikuja akaweka nini? Nyuzi zake. Nyuzi ya buibui inaweza kuzuia mtu asione ndani ya pango. Hapo ndipo tuone miujiza ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kuona vitu dhaifu ndivyo kinga. Selemani, vitu dhaifu ndivyo kinga, sivyo vitu vizito kuwa ndio kinga. Ya salam. Inaonekana hayo? Inaonekana kwa sasa. Hayo maneno pia unasikia? Unaelewa? Sio vitu vizito ndio kinga. Inaweza kuwa vitu hafifu kabisa ndio kinga. Kama hilo yai na huyo njiwa na hiyo nesti yake na hiyo nyumba yake na nyuzi ya buibui, na buibui ni mwenyewe amekaa mahala pale. Sasa mtume alikingwa na nani? Na buibui na njiwa. Buibui anamkinga mtu? Haiwezekani. Njiwa anamkinga mtu? Haiwezekani. Wote hao ni wanyama wadhaifu, lakini wiqayatullah aghna. Kinga lake Mwenyezi Mungu inatisha kila kitu. Kinga lake Mwenyezi Mungu inatisha nini? Kila kitu. Inawezekana waonekana hivi macho kwa macho, lakini yule anayekuona hakutizami. Uko mwenye macho amefanyaje? Ameonyesha nuru ya kuona. Sidiena amru kunur tainu tafadhali meena gongola ngoga na basi kidogo zile, lakini magai naja abdala akiderua wala maga akiderua ana tikam Selemani mwenye macho ameupokonya muono wa macho, amekusalizia macho pasina muono. Ndio wale makafiri walipofika katika lile pango, Mwenyezi Mungu aliwaondoshia uoni, wamesaliti na macho, wanaona nyuzi kamba ya buibui na wanaona nini? Mayai ya njiwa. Sasa hilo ndilo kingo lake Mwenyezi Mungu. Sasa hilo linaitwa nini? Wiqayatullahi, kinga yake Mwenyezi Mungu. Aghna min kulli shay, inatisha kila kitu. Haya, wakafatuhu, na walimkinga
alimkinga binasjiha kwa fumo lake ankabutu huyu buibui, alimkinga ma kafatul hamamatul asad, ni kile ambaye kama kile alichokinga naye pango huyo, yule njiwa lile kwa rangi nyeupe na nyeusi. Fakhtafa minhum, fakhtafa, mtume alifitikana kwao hao makafiri katika lile pango lililokuwa wazi kabla ya buibui imepita na mayai ya njiwa iko mwangoni. Fakhtafa minhum, alifitikana mtume kwa hao makafiri wasimuone na yuko mahala pale. Sawa? Sasa uoni wao wote umo katika kuona hiyo nyusi, lakini sio kuona pango. Uoni wao wote umo katika kuona yai na kustajabia yai hilo. Angelipita hapo mtu angeliuguja nyuzi hizo, angelipita hapo mtu angezilikatakata. Sasa akili yao inafanya kazi hapa, digiri yao inafanya kazi hapa, werevu wao wote inafanya kazi hapa, maarifa yao inafanya kazi hapa, lakini kushughulika na ile aliyeko chini hapa hawana habari nani. Sasa basi fakhtafa minhum, alifitikana mtume nao ala qurbi maraahu, ila hadi yakuwa mtume yuko karibu na kuona. Mtume yuko karibu sana kwao na kumwona, hayuko mbali, yuko karibu sana kwao na kumwona. Na kuruma sasa min shiddati dhuhuri, na kwa sababu ya kule kuonekana sana, kwa sababu ya kule mtume anaonekana sana, sababu ya kule kuonekana sana ndio alkhafaa, ndio kufichikana. Sababu ya kuonekana sana ndiko kufichikana. Kiswahili Selemani sawa? Kwa sababu ya kuonekana sana ndiyo sababu ya kufichikana sana. Alikuwa mtume mahali pale anaonekana sana, lakini ndio kafichikana sana. Sawa? Kwa kuwa makafiri wote fikira yao imo katika nyuzi za buibui, fikira zao zote zimo katika nini? Mayai ya njiwa. Kuuliza wakati wao hapo wakachoka, wazee twende. Ndio hiyo. Alipokuwa akisaidia mtume ulikuwako? Alipokuwa akisaidia mtume nilikuwako? Mwenyezi Mungu alipokuwa akisaidia mtume Waislamu walikuweko? Hawakuweko. Waislamu hawakuweko. Ndio Mwenyezi Mungu anakuambia, ndio Mwenyezi Mungu ananiambia, ndio Mwenyezi Mungu anatuambia. Anasema nini? Idha tansuruhu, na kama nyinyi hamtamsaidia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahu Allah, faqad, kabla shaka, nasarahu Allah, Mwenyezi Mungu alikwisha kumsaidia. Siku alipotoka nyumbani kwake kwenda kwa Abubakar, Mwenyezi Mungu amemsaidia siku hiyo. Siku alitoka kwa Abubakar akaenda pangoni, Mwenyezi Mungu alikwisha kumsaidia. Ulikuwa wapi? Waislamu walikuwepo? Hapana. Yeye mtume na Abubakar peke yao. Mwenyezi Mungu aliwasaidia. Idh akhrajahu alladhina kafaru, pindi alipotolewa na watu waliokufuru makafiri wa Maka. Thani yathnain, yeye alikuwa ni wa pili katika wawili. Mtume alikuwa ni wa pili katika wawili, yani huyu mtume wa kwanza alikuwa Abubakar, ni yeye wa pili. Idh huma fil ghar, pindi walipokuwa katika pango lile Jabal Thawr, aliyewasaidia kutoonekana ni nani? Mwenyezi Mungu. Sasa aliyowasaidia wasionekane ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Izuma fila Sayyidina Abubakar mle ndani ya pango alikuwa akiona miguu ya makafiri juu yao, asema ya Rasulullah, mmoja wao lau ta'ata wahidu minhum rasuhu ila rijli la ra'ana, mmoja wao akiteremsha tu macho yake atazama miguu yake hivi atatuona hapa tuliko. Hiyo nini? Waswasi ya nani? Ya Abubakar. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hivyo. Ndio ijakulu lisahibu. Kumbuka hapo tena Mtume alimjibisha sahibu wake Abubakar, amwambia nini? La tahzan inna Allaha ma'ana. Lakini la tahzan, ya Abubakar, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, Mwenyezi Mungu yuko pamoja. Hapo tulipo
Mwenyezi Mungu pamoja na sisi, sisi tu wawili na Mwenyezi Mungu ndio watatu wetu. Ma ba'duka bithnini Allahu thalithuhum. Nini fikra yako kwa hao wawili na Mwenyezi Mungu ndio watatu wao? Bila shaka watafanikiwa. Sawa Selemani? Na sasa Mwenyezi Mungu alimwambia usihuzunike ya mwaka. Inna Allah amana, kabla shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja na sisi. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Mwenyezi Mungu aliteremsha utulivu wake kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimteremshia nini? Utulivu. Wamekaa pale wametulia. Allah sakinatu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam taraw. Na Mtume ayyadahu, Mwenyezi Mungu alimtia nguvu. Ayyadahu, Mwenyezi Mungu alimtia Mtume sallallahu alaihi wasallam nguvu bi junudin, na majeshi lam tarawha, hakuwaona hao majeshi. Mtume alileta majeshi yake ambao Mtume hakuwaona, na hao majeshi walioletwa pale kumlinda walikuwa ni malaika, lakini Mtume hana habari juu ya hayo. Lam tarawha, hakuwaona hao majeshi. Na Mwenyezi Mungu wajaala kalimata alladhina kafaru sufla, wajaala kalimata alladhina kafaru sufla. Na Mwenyezi Mungu aliujalia maneno ya watu waliokufuru kuwa chini, kuwa ni dhalilifu. Yani maneno yao ya ushirikina na ukafiri umekuwa chini, haina nini, haina msingi. Imekuwa chini, haina nini, haina msingi, yenye kudharauliwa, yenye kudhalilishwa. Kalimatullahi al-ulya, Mwenyezi Mungu aliujalia maneno yake. Mwenyezi Mungu ndio iliyoshinda, iliyo juu, iliyo tukufu. Na ile kalima yake Mwenyezi Mungu tukufu ni nini? Ni ile tamko la la ilaha illa. Tamko la la ilaha illa Allah, tamko tukufu linalomuingiza mtu katika nini? Janna. Aliyakuwa mkana akhira kalami la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Yule mtu ambaye mwisho ya maneno yake, mwisho ya pumzi yake itamalizika kwa kusema la ilaha illa Allah, mtu huyo ataingizwa katika nini? Janna, hata baada ya kuadhibika miaka mingapi, lakini mwisho wake atamalizikia janna. Wallahu azizun hakim. Wallahu, naye Mwenyezi Mungu, azizun, mshindi mwenye nguvu. Azizun, mshindi mwenye nguvu. Hakim, tena Mwenyezi Mungu mwenye hekima kwa kuyaweka kila kitu mahala pake pasina doa, kuweka kila kitu mahala pake pasina kosa, kuweka kila kitu mahala pake pasina ubaya. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Mwenyezi Mungu ananiambia, Mwenyezi Mungu anakuambia, Mwenyezi Mungu anatuambia. Anasema nini? Infiru, nyinyi watu wa Islam tokeni, nyinyi watu waumini, infiru, tokeni mwende katika jihad khifafa, hali ya kuwa nyie mwapesi kwenda, wathiqala, na hali ya uzito. Mkiwa mko katika hali nzuri, nendeni. Mkiwa mko katika hali mbaya, nendeni. Hali ya uzito isiwafanye msiende, na hali ya uzuri ya uwepesi isiwafanye msiende, bali khifafan wa thiqala,
katika hali ya wepesi tokeni mwende katika jihad, na katika hali ya uzito tokeni mwende katika jihad mara moja. Au tokeni katika hali ya kuwa nyinyi mna nguvu, nendeni katika jihad, au nyinyi ni madhaifu, tokeni nendeni katika jihad. Khifafu matakala, tokeni katika jihad mkiwa nyinyi ni watajiri mwende, au nyinyi ni masikini nendeni. Sawa? Katika hali namna yote ile, jua ataka kutoka tuende katika nini? Katika jihad, kuitetea dini yake Mwenyezi Mungu, kuipigania dini yake Mwenyezi Mungu, kuisemea dini yake Mwenyezi Mungu. Hakuna hata mmoja miongoni mwetu ambaye si wa kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu hii leo. Hakuna hata mmoja ambaye si wa kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu katika hiyo dunia hivi leo. Kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu ni jihad ya kuwalingania watu wa Islamu warudi katika Qur'an. Jihadi iliyoko ni kuita watu wa Islamu warudi katika nini? Katika Qur'an. Ndio kulingania watu wajue kwa Mwenyezi Mungu yuko mwabudiwa wa kweli, na kuambia watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, ndiye aliyetumwa na ujumbe unaolingania wanadamu wote kwa usawa. Naam, infiru, tokeni mwende katika jihadi khifafan, hali ya kuwa ni wapesi nyinyi, wathikalan, au hali ya kuwa ni wazito. Au tokeni mwende katika jihadi hali ya kuwa ni wenye nguvu akuya, au nyinyi ni amna madhaifu, tokeni mwende. Au mtoke mwende katika jihadi hali ya kuwa mwatajiri, au nyinyi mafakiri, nende. Kwa hali ya namna yote ile, asijitie mtu udhuru. Sasa asijitie mtu udhuru, mimi siwezi. Mwende katika hali namna yote ile, tokeni mwende katika jihadi. Tena wajahidu, mwende katika jihadi, mpigane, mtetee dini ya Mwenyezi Mungu bi amwalikum. Mwende huko katika jihadi, mwende na nini? Amwali zenu. Mwende katika jihadi na mali zenu. Ndio Uthman katika hiyo vita moja ilikuwa ya Tabuk, kwa kupita na mali yake, ndio Mtume anaandalia jeshi la kwenda Tabuk. Kwa habari wale iliyoko kwenda Rumania, kuna matatizo kwa kidini na nini, ndio tunaandaa jeshi. Ni kweli. Uthman alikuwa akienda Sham, ngamia 200. Hizo ngamia zimebeba vitu vya biashara na vyakula, ngamia 200. Wakati ule Uthman alisema kwa Mtume, fungu langu la kusaidia jeshi hili ni ngamia zangu 200 pamoja na hizo mizigo zilizofungwa migongoni mwa, yani vyakula hivi yote imetoka katika sabilillah, pamoja na matumizi ya 100 wakia fedha ya matumizi ya wafanyikazi hao. Hayo yote imetoa katika nini? Katika sabilillah. Ndio siku hiyo Mtume alisema, mwambie Uthman, ma darra Uthmanu min malihi shay'an min ba'da al-yawm, hakuna kitakacho mdhuru Uthman juu ya mali yake kitu baada ya leo. Tokea leo mpaka Uthman amalizike, hakuna kitakacho mdhuru juu ya pesa zake. Selemani ndio watu tokea leo mpaka Selemani amalizike, huyu nani Uthman amalizike, hapana kitakacho mdhuru juu ya mali yake. Unaona dua hiyo, hana madhara tena na pesa zake.
Pesa zake zitamdhuru, lakini ona pesa zangu. Ubakhili kwa mayatima sitoi, kwa maskini sitoi, mpita njia sitoi, zaka sitoi. Pesa zangu zinanidhuru kividogo. Jamani! Nini? Pesa zako zinakudhuru sana. Kwa nini? Kwa sababu hutoi kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Kama kupatia mayatima, maskini unapatia. Toi sadaka. Zaka sitoi. Isabilillahi sitoi. Dada, pesa zangu zitanidhuru. Lakini Mtume amemwambia Uthmani huyo, ma dharra Uthmanu shay'an fi mali min ba'di leo. Hakuna kitakachomdhuru Uthmani katika mali yake baada ya leo. Kwa kuwa amesabu kwa nani? Saving bank yake kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Wewe mwenye akili unaweza kufungua account huko. Basi ndio wajahidu bi amwalikum, muitetee dini ya Mwenyezi Mungu, muipiganie dini ya Mwenyezi Mungu bi amwalikum, na mali zenu. Unaona sasa watu wanatoka huko nje wanataka pesa kutoka wapi? Hapa msikitini. Wanatoka huko nje, hawaombi huko nje, wanakuja kuomba wapi? Msikitini. Hapa msikitini. Kuna sanduku hapa ya pesa. Sanduku iko hapa ya kugawana pesa? Hakuna. Hazina hiyo pesa iko? Hakuna. Hayo yote ni kutoa uelewa wa Uislamu. Ndio kaletwa hayo mambo ya msikiti, hiyo mambo ya kuomba ni aende majumbani. Aende huko majumbani. Tena akija hapa anakuta maskini yote maskini. Uislamu wote nini? Maskini. Hawana kitu. Wao wanalia kama debe mbovu, na huyu analia pipa mbovu. Pipa ile toboka na debe ile toboka. Jamani. Ndio namna hiyo. Ndio Mwenyezi Mungu anataka muitetee dini yake hiyo na pesa zenu. Sizo pesa zake. Hata mlipokaa katika hiyo dunia, lam tudri samaa dhahaban au fidda. Mbingu hakunyesha mvua ya pesa au ya dhahabu au ya fedha, hamjaona. Basi pesa ya Mwenyezi Mungu ndizo hizo mali yake alizowapa. Ndio Mwenyezi Mungu anakwambia wa atuhum min mali la. Ayakuja pita kwa nyuma, wape hao maskini kitu miongoni mwa mali zake Mwenyezi Mungu. Sasa hizo mali tulizo nazo tumepewa na Mwenyezi Mungu, ametutuma nazo. Pesa nende siwede Rabbana rasulina mola fi anas. Salmani tulitumwa kwa watu. Naam. Hizo pesa au hatukutumwa? Tumetumwa nazo tupeleke pale fulani. Alafu sisi tu kwa ajili ya ukorofi na ukaidi na uzembe ndio tukajifungulia account Msalmani. Ni yangu. Nilitumwa nayo mimi haramu, mimi mwizi. Lakini mjua alikuwa ameniambia mpe maskini, mpe fakiri, mpe yatima, mpe mpita njia, fi sabilillah, fi ibn sabil, al-gharimi, sa'in. Hiyo aya iko au haiko? Mjua anaonyesha wale watu wanaofaa kupewa. Sasa nimekuja kubana. Nikiulizwa mimi naambia mimi sina kitu. Kisirani ndio anasema hiyo fogu. Utajiitia ufakiri mpaka itakufikia. Sulemani? Naam. Utajiitia ufakiri mpaka utakufikia. Mpaka utakufikia, ndio wanu wanasema fogu. Sema ni fogu, lakini fogu rubosu. Ndio Mwenyezi Mungu anasema pigania dini ya Mwenyezi Mungu. Mujahidu bi amwalikum, mali zenu mzitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, wa anfusikum fi sabilillah. Na nafsi zenu mzitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sio unalia tu mgonjwa, mimi siwezi, mimi dhaifu, mimi nina dhiki, nina taabu na nini. Ni wewe una account. Na una pesa utaki kufungua. Wewe maskini kweli urongo. Dhalikum khairun lakum. Kule kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu ni bora kwenu. Kule kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu ni bora kwenu. Kule kutumia mali zenu katika kuisaidia dini ya Mwenyezi Mungu ni bora kwenu. Kule kujitoa nafsi zenu kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu ni bora kwenu. Dhalikum khairun lakum. Hiyo ni bora kwenu in kuntum ta'lamun.
mkiwa nyinyi mnajua, mkiwa nyinyi mnajua kantakum maarufu, lakini basi antakum maarufu yatakum antakum kumgo kiswadi tena mnagua alina fugo ile aliana shurina maarufu kampiti nini soko faida tena go yom kulna gasa fugo rubosi lana miteni fugo rubosi lana miteni fugo rata gasa de boso tuma inta magamu fugo rubosi lana moso woso kalazi kanta magamu kalazi fugo rubosi تمني مساعدة مع مسكين، تمني مساعدة مع فقراء، مع يتيمين، مع أرامل، بس خلاص فوق رؤوس الليل. تاني شكا ما كلام ده. سلماني. ukiwa huna msaada na masakini na mafakiri nao wapita njia, watoto wa njia na gharimin wenye kusaidiwa masakini fukara, ufakiri umeshakufikia. Kwa nini uko umekataa kufanya vya Mwenyezi Mungu? Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يا رسول الله، يا نبي الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان عرضا قريبا، لو ingelikuwa hayo unayowaitia hawa Waislamu, ingelikuwa hiyo ghanima ni karibu, ni nyepesi kupatikana. Lau kana, ingelikuwa aradan, hiyo ghanima kariban, kupatikana kwake karibu, wa safaran qasidan, ni safari ingelikuwa ni safari ya wastani, si mbali si karibu, sawa? Kwa sababu ni safari ya kwenda katika hiyo vita, ingelikuwa si mbali, kati na kati, lattabauka, hao watu wangelikufuata. Sasa unaona wamejitia uzito, wamejiakhirisha nyuma, kwa sababu kupatikana kwa hiyo ghanima ni mji, katika mji wa mbali, na safari yenyewe kwenda kwa hiyo safari ya mbali vile vile. Ndio mnura, ingelikuwa hiyo ghanima ikaribu, na ingelikuwa safari hii ni safari ya karibu, hapo si mbali, lattabauka, hao watu wangelikufuata. Walakin ba'udat alayhim shuqqa, lakini imekuwa mbali kwa mashaka ya hiyo masafa. Lakini ba'udat alayhim, imekuwa mbali kwa ashuqa, masafa ya umbali ya hiyo safari. Na wao watu, ya Rasulullah, wasayahlifuna billah, na wataapa kwa jina lake Mwenyezi Mungu. Hao watu gani? Warongo hawa, watu gani? Wanafika hawa, sahalifuna, wataapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, sahalifuna billah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Watakuambia lau istata'na, lau tungelikuwa tunaweza, tungelikuwa tuna nguvu, tungelikuwa tuna mali, tungelikuwa tuna vipandwa, tungelikuwa wangelikutajia lau istata'na mengi, la kharajna ma'akum, tungelitoka na nyinyi, tungelikuwa na nguvu, tungelitoka na nyinyi, tungelikuwa na mali, tungelitoka na nyinyi, tungelikuwa na uwezo, tungelitoka na nyinyi, tungelikuwa na vipandwa, tungelitoka na nyinyi. Wataapa kwenu kwa njia hiyo. Watu gani? Hao wanafiki. Hao Mwenyezi Mungu anafichua siri ya hao watu waliokuwa ndani na Mtume.
na kharaja mako tungelitoka pamoja na sisi. Hawa watu yuhlikuna anfusakum na anfusahum, wanaangamiza nafsi zao. Wanafanyaje? Yuhlikuna anfusahum, wanaangamiza nafsi zao kwa kutotoka katika sabilillah, kwa kutotoa mali katika sabilillah na kutosaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutusaidia dini na kusaidia njia ya Mwenyezi Mungu. Hawa yuhlikuna. Sasa kila ambaye si msaidizi wa Islamu ni mwangamizi wa nafsi yake. Kila ambaye si msaidizi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwangamizi wa nafsi yake. Kila ambaye si msaidizi wa Qur'an anakuwa ni mwangamizi wa nini? Wa nafsi yake. Yulikuna msa wallahu ya'lam, hakika yeye Mwenyezi Mungu anajua. Innahum, kabla shaka hawa wanafiki hawa anajua Mwenyezi Mungu, bila shaka hawa wanafiki warongo hawa wao ni nini? Lakadhibun, wao ni watu warongo. Innahum lakadhibun, wao ni watu warongo. Hawa watu walimwijia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamwomba Mtume ruhusa ya kuwa wanazo udhuru, wanazo taabu na shida, wanazo na nini, lakini warongo. Sasa na Mtume tabia yake ilipokuwa nzuri na undani wake ulipokuwa nzuri, ni kwa vile alivyokuwa yeye ni mtu ambaye ni mwenye kufahamu na kupendelea watu mema, wakaja kwako kwa mwomba udhikuwa na shida, wana shida. Mtume alikuwa akijua kwa mambo ya dhahiri, mambo ya ndani ya watu alikuwa hana habari nayo, hajui. Basi Mtume aliwapa msaada, ikiwa hamwezi akaeni, ikiwa nyinyi wagonjwa kaeni, ikiwa nyinyi mna shida kaeni, ikiwa mna maji kaeni. Sasa mjuzi wa siri anafichua hali ya hao wanafiki. Mjuzi wa siri anafichua hali ya hao watu wasioamini imani kamili. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Mtume alipokushawapa ruhusa wale waliokuja kuomba excuse, waliokuja kuomba msamaha, kwa hawawezi, hawana nguvu, hawana mali, wana shida, wana taabu, wana dhiki, kila aliyekuja na udhuru yake Mtume sana katika ndio kila mmoja Mtume anakubali. Ndio Mtume anamwambia sasa warongo hawa. Mtume anasema kwa Mtume nini? Dalili kama sini ya Rasulullah matagasu kalamu toma. Mtume anamwambia Rasul, afallahu anhu, Mwenyezi Mungu amekusamehe ya Rasulullah. Amesamehewa Mtume kwa kitu gani?